Na hatua nyingine ya pili tutakayoenda, kama hawatatusikiliza, hatutaendelea kukaa kimya na kunyamaza na kulia. Tutaitisha maandamano makubwa kwa nchi nzima ya kutaka sasa kuwataka wao kwa huruma yao waone mpaka lini watakapoamua kwa furaha yao kumwachia Lissu. Tutakwenda hatua ya pili, na sisi chama tunataka kwa kuanza hiyo kampeni ya kwenye platform zote iwe kubwa ya kutosha, ili kuwapa awareness wa Tanzania. Na sisi baada ya vikao ambavyo tutaitisha, mtatangaziwa, tutasema neno ni lini na ni vipi tunaanza kuwashinikiza ili wamwachie Tundu Lissu, kwa sababu tumegundua kichaka cha mahakama ni kichaka kinachotumika kumuumiza Tundu Lissu, kwa sababu kama tumeandika Lissu mwenyewe ameomba under certificate of urgency kesi yake iweze kuendelea, na kama au watu wanaamini wana kesi na wanataka kutumia mahakama kumpa haki, lakini inaonekana kwamba sasa ni jambo ambalo ni la kutumia mahakama katika kukomoa watu na kuwanyamazisha na kuwaumiza. Hatuwezi kuendelea kuumia milele huku tukiwa tumefunga midomo. Lazima tushiriki na wenzetu wote kwa dunia nzima wanaotuunga mkono na wanaotaka kupigania haki, ili kuunganisha nguvu yetu kwa pamoja kudai Lissu aachiliwe bila masharti, arudi mtaani kufanya kazi yake. Na mimi kwa niaba ya chama chetu nataka niwahakikishie Watanzania, hatutapiga magoti, hatutageuka nyuma, hatutakubali kuramba viatu vya wadhalimu. Tunataka haki itendeke na haki ionekane kutendeka. Asanteni sana, na wakaribisha katika siku hii muhimu ya kujadili kiongozi wetu jasiri, kiongozi makini, ambaye yeye yuko mbele yetu na sisi tunamuunga mkono, ambaye ataongoza nchi hii kutoka kwenye safari ya miaka 63, miaka 64, actually miaka 65 ya kuwa kwenye makucha ya umaskini mkubwa wa kusababishiwa, ya kuwa kwenye makucha ya udikteta unaoteka watu na kuwapoteza watu, ya kuwa kwenye makucha ya kuua ndoto za vijana wetu, ya kuwa kwenye makucha ya kuishi kwenye ufukara wakati rasilimali zetu zikifaidiwa na watu wachache wasiokuwa na uwezo, wasiokuwa na dira, wasiokuwa na mwelekeo, watu ambao wamerudisha nchi yetu nyuma. Kiongozi wetu anayetuongoza kwenda mbele, wote wa Tanzania tunapaswa kumuunga mkono. Asanteni na karibuni sana katika mjadala huu ambao tutauendesha kwa siku nzima katika kumbukizi ya mwaka mmoja tangu kukamatwa kwa kiongozi wetu. Ni mwaka wa mateso, ni mwaka mrefu mno. Tumesubiri asubuhi hii, lakini tunaona haifiki. Lazima tuchukue hatua ya pili kutaka tuifikishe asubuhi na mwenyekiti wetu atoke. Asanteni sana na karibuni.